Kwenye majira mapya kunahitaji vitu vipya. Kwenye majira mapya kunahitaji ufahamu mpya. Kuku wa kienyeji anapofika majira ya kuatamia, ana muda mwingi wa mateso, ana muda mwingi wa maumivu kuliko muda mwingi wa mapumziko. Anafika wakati unaweza kukuta hata tumboni hana tamanyoya. Si kwa sababu anapenda, ni kwa sababu kuna maono yanatakiwa kuzaliwa. Kwa kuna majira ambayo unapopita yanaumiza, yanajeruhi. Anaweza katoka nje kuku akatembea tembea alafu akarudi tena kufanya nini? Kuatamia. Hayo majira huwa anapoteza marafiki. Kwa kuna wakati kwenye majira fulani ya kuatamia unaweza ukapoteza hata uliowapenda, hata wale waliokutia moyo wasikutie moyo tena, nao wakakuvunja moyo, kwa sababu ni majira ya kuatamia. Ni majira ya kusababisha vitu fulani vitokee. Na kwenye hayo majira uwe na uhakika unaweza ukabaki peke yako. Hata uliotarajia wakusaidia unaweza usiwakute. Sio kwa sababu hawakupendi, sio kwa sababu ni mbaya. Ni majira yameamua kwamba lazima ukae kwenye eneo, jitenge peke yako, ili uweze kutotoa vifaranga, ili uweze kufikia hatima yako ambayo Mungu amekusudia. Na kila majira yana njia yake, kwa sababu Mungu ni Mungu asiyezoeleka. Na shetani hawezi kutumia vita ya jana kukuletea leo. Lazima kila siku akuletee vita mpya. Hata kwenye ndoa kuna majira ambayo unaweza ukapita kwa amani, na kuna majira unaweza ukatamia ukapita kwenye changamoto kwa ajili ya kuileta nuru ya kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapopita kwenye hayo majira unahitaji kuhakikisha haumwachi Mungu. Vitu vya msingi kwenye majira magumu, kwenye majira ya kuatamia maono, kwenye majira ya kuatamia kusudi, kwenye majira ya kusababisha vitu fulani vitokee, jambo la msingi ni kuhakikisha kwamba haumwachi Mungu. Ni kuhakikisha kwamba haumkosei Mungu na haukati tamaa na haurudi nyuma. Hakikisha kwamba unakaa kwenye nafasi yako vizuri kwa ajili ya kusudi la Mungu. Kwenye hayo majira ya kuatamia kusudi au maono Mungu aliyowekeza ndani yako. Sasa watu wengi huwa hawajiandai kukabiliana na upinzani unaoweza kutokea mbele yao, ila watu wengi hufurahia ya kwamba tumevuka. Na watu wengi walifurahia kuvuka, hawakujui ng'ambo nako kuna vita. Hawakujua baada kutoka Misri ujue mbele yako unaweza kukutana na changamoto. Kwa lazima uwe makini kujua, ni kweli nimetoka kwenye hatua hii, lakini adui hajafa, ameondoka kwa kitambo, anaweza kuja kupambana na mimi. Kwa wengi walirelax, na walipo relax, walipokutana na upinzani, wengine walivunjika moyo, wengine walikata tamaa, walisahau kama haya ni majira ya kuatamia maono. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka 14 mstari wa kwanza na wa pili, utaruka utaenda kusoma mstari wa 10 hadi wa 22. Bwana Mungu anasema, Bwana akasema na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba warudi. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutenda haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri? Maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Jambo nataka uone kwenye ile 1 na 2, yani 14 mstari wa kwanza na wa pili, inaonyesha kabisa walipofika eneo wanakaribia bahari, hawana njia ya kuvuka. Mungu akasema warudi nyuma kidogo, wapige hema, waweke kituo, si ndivyo? Walipoweka kituo, si kwamba Mungu hakujua kitakachowakabili. Wameweka kituo, ghafla jeshi la Farao baada ya siku kadhaa, misiba imeisha, wanarudi kuwafuatia tena. Tunaelewana? Msiba ulipoisha Misri, walirudi kuwafuatia tena.
haimaanishi unapoipiga kambi ya adui ukashinda vita, haina maana ile kambi haitarudi. Watakapomaliza maombolezo watarudi tena. Waliporudi tena, Israeli walipokuwa wamekaa pale wamepumzika, ghafla kuna jeshi la Farao na wapanda farasi. Kumbuka Israeli haina jeshi, hawakuwa na jeshi. Na wanapomwona adui anakuja, vitu ambavyo walivizungumza ni vitu vizito sana. Wakamwambia Musa, je, wewe hatukukuambia tukiwa Misri ya kwamba utuache sisi tubaki Misri? Unaona sahihi ya kwamba jeshi linakuja kutuangamiza. Ni heri tungelikufa Misri kuliko kufa hapo wapi? Jangwani. Musa akasema, nyamazeni, leo hii mtaona wokovu wa Bwana. Na Biblia inasema usiku ule Mungu akawavusha wana wa Israeli. Lakini kitu ambacho watu kiliwatesa ndio kitu hata wewe kinakutesa. Kuna mtu mmoja ameifungwa jela, akakaa jela miaka 20 na akapewa msamaha wa rais na akaambiwa rudi nyumbani. Yule mtu anapoambiwa rudi nyumbani alikataa, maana haelewi yuko nyumbani anaenda wapi. Yaani ameshazoea kuishi wapi? Jela. Kwa hiyo anaona ni heri abaki jela kuliko kusamehewa, maana anaona anaenda kuanza maisha upya. Hajui hatima yake, pamoja na kwamba amecheleweshewa miaka yote 20, lakini Mungu anaweza kufanya jambo jipya kwenye maisha yake. Yule mtu ameishi miaka 20 jela, pamoja na kufunguliwa awe huru, lakini yeye ufahamu wake bado uko jela. Hao watu wakamwambia, nini usingelituacha Misri? Umetuleta mahali hapa tufe. Tulipokuwa kule Misri tulikwambia tuache hapa. Kwa hiyo inaonyesha wazi kulikuwa na mjadala Misri juu ya kutoka. Lakini hoja ya msingi inayokuja, je, ni kwamba Musa aliwashikilia miguu yao watoke? Jibu linakuja hapana. Ni watu ambao walifurahia kutoka, lakini akili zao na fahamu zao zilibaki wapi? Misri. Wamevuka ni kweli, wametoka kwenye utumwa ni kweli, lakini bado wako Misri. Na ndio maana moja ya vitu ambavyo vinakuwa changamoto, majira unapopitia nyakati za Mungu kukutengeneza, watu wengi huwa wanarudi Misri. Hawafikiri kutafuta tatizo, yaani hawawazi kutafuta njia ya kutoka kwenye tatizo. Wanachowaza namna gani wanaweza kurudi wapi? Misri. Hawafikiri kutafuta nguvu au namna ya kutoka kwenye tatizo. Jambo wanalofikiri ni kurudi wapi? Misri. Wakati Musa anatafuta namna gani tunavuka bahari, kwa namna gani tunamshinda adui shetani, lakini watu anaowaongoza wanasema ni heri tulipokuwa wapi? Wakati Musa anaomba, anajaribu kutafuta njia ya tatizo, anajaribu kutoka kwenye tatizo, lakini watu anaowaongoza asilimia kubwa akili zao ziko Misri ingawa wako jangwani. Ziko Misri ingawa wameshatoka wapi? Misri. Kwa kila kikitokea ni heri tulipokuwa Misri, tulipokuwa tumeketi pale kwenye mateso ya Farao tulikula na kunywa. Kila jambo likitokea ni heri tulipokuwa Misri tumeketi pale, kulikuwa afadhali tulikuwa nakula nyama na wali na vitunguu saumu. Wametaja mpaka vitunguu saumu. Kwa mawazo yao yamefungwa wapi? Misri. Watu wakipita kwenye biashara yako wakisema hii duka lake linastawi, jiandae vita kwenye eneo la biashara. Watu wakisema shamba lako linastawi, jiandae vita kwenye eneo lako la shamba. Watu wakisema uko vizuri kwenye ndoa yako, jiandae vita itakayopita kwenye hiyo ndoa. Lazima ufike Golgotha, huwezi kuishia njiani. Hata ukipigwa mijeledi lazima ufike Golgotha. Hata wakikusemea vibaya usikate tamaa njiani kabla ya Golgotha, maana mahali penye ushindi ni Golgotha. Paulo anajaribu
najaribu kuambia watu, kila nikitembea nasikia ndani yangu vifungo na dhiki vya ningoja, lakini sikati tamaa. Haijalishi kuna vifungo, haijalishi kuna dhiki. Usiogope mabaya, ni kwa ajili ya kusudi la Bwana. Usiogope shutuma, ni kwa ajili ya kusudi la Bwana. Umewekwa hapo wewe ili wale wanaokuzunguka wajue ya kwamba Mungu amekukusudia kukuinua. Ni lazima utukane, ni lazima ubezwe, ni lazima utikishe, ni lazima uyumbe, lakini majira yakifika uwe na uhakika hakuna zuiaye, maana Mungu yuko pamoja na wewe. Majira yakibadilika, aina ya chakula kinabadilika. Majira yakibadilika, aina ya mavazi yanabadilika. Majira yakibadilika, aina ya maisha yanabadilika. Majira yakibadilika, aina ya macho yanabadilika. Majira yakibadilika, mtazamo unabadilika, vision inabadilika, mwelekeo unabadilika. Kwa nini? Majira yamebadilika. Saa hiyo Israeli majira yalibadilika, hata chakula chao kilibadilika. Unasema kwa nini? Walikuwa nakula sufuria ya nyama, wakaanza kuokota mana. Walikuwa wakikusanya matofali, ndio wale. Sasa hii hawafanyi kazi, lakini wanakula. Majira yakibadilika, uwe na uhakika kuna vitu vingi vitabadilika. Aina ya chakula kitabadilika, aina ya mavazi kitabadilika, aina uwezo wa kuona utabadilika, hatima yako itabadilika. Majira yamebadilika na kuna vitu vitabadilika kwenye maisha yako kuanzia siku ya leo. Hakuna anaweza kuzuia saa hiyo majira yamebadilika. Majira yakibadilika hayazuiliki. Majira yakibadilika hakuna wezaye kuzuia. Saa hiyo majira ya kuzaliwa Yesu yamefika, si kwa sababu hoteli zimejaa, si kwa sababu hospitali hazionekani. Majira yakitokea na yakifika, uwe na uhakika hakuna jambo linaweza kuzuia majira na nyakati zako. Ni majira yamefika, mtu wa Mungu. Nisikilize, mtoto ana miezi 9 tumboni, anakaa miezi 9 tumboni. Majira ya kujifungua yakifika, hauwezi kuzuia, lazima azaliwe. Kwa nini? Majira yamefika. Na majira yakifika, akizaliwa na mfumo unabadilika. Kwa nini? Ni kwa sababu alipokuwa tumboni alikuwa anaishi kwa kutegemea chakula cha mama kupitia kitovu. Sasa hiyo majira yakibadilika, mfumo wa kula chakula unabadilika, anaanza kutumia mdomo. Kwa nini? Majira yamebadilika. Napobadilika majira, na mfumo wa kula unabadilika. Mfumo wa kuona utabadilika, mfumo wa kusikia utabadilika, mfumo wa kutembea utabadilika. Kwa nini? Majira yamebadilika na vitu vyote vitabadilika kwa jina la Yesu aliye hai. Majira yakibadilika, vitu vingi vinabadilika. Hauwezi usiku kufanya kazi, hauwezi usiku kwenda kulima, hauwezi usiku kuokota mawe kwenye ulezi. Unaweza ukatupata ulezi ukajua ni mawe. Kuna vitu ambavyo huwezi kufanya usiku, lakini majira akikwambia hii ni mchana, vitu vingi vitafanyika kwa sababu ni mchana. Na hakuna anaweza kuzuia kutembea mchana, kwa sababu watu wote wanatembea lini? Mchana. Ni majira yamebadilika. Majira yakibadilika, hakuna mtu anaweza kuzuia. Majira Yesu alipofika akamwambia Lazaro toka kaburini, ni majira yamebadilika kutoka mtu kuwa amekufa na kuwa hai. Yesu akamwita Lazaro toka huku nje, na Lazaro alipotoka huku nje, Biblia inasema wakuu wa makuhani walitafuta kumuua ili wapoteze ushahidi, wafute yale majira aliyobadilika, lakini Biblia inasema hawakuweza kabisa, hawakuweza kumuua tena kabisa. Na watu walimwamini Mungu kwa viwango vikubwa. Walienda muda mwingine kwa Yesu kuokoka, si kwa sababu Yesu anahubiri, kwa sababu wanataka kamone na Lazaro aliyefanya nini? Aliyefufuka. Majira yakibadilika, vitu vyote vinabadilika. Kuna nguvu ya mchana imebebwa na jua, kuna nguvu ya usiku imebebwa na giza. Majira ya mchana yakija, ujue mchana ina nuru yake, ina nguvu yake ya kuona kila kitu nakiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kupanda vitu kiangazi, jua linawaka. Hayo ni majira sio ya kupanda, hayo ni majira ya kuvuna. Kuna nguvu ya majira. Ukipanda wakati wa mvua, kuna nguvu ya majira. Mvua itasababisha kila kitu kiote. Ni majira ya neema ya kunyeshewa. Nasema kwenye majira ya kunyeshewa, chochote kilichokuwa kimekufa lazima kiote. Unaweza ukaishi hapa hakuna chochote, vitu vyote vimekauka. Majira yakifika ya mvua, uwe na uhakika majani yataota. Utaona hata maua yamechanua, hata
utaenda mahali ambapo hukutarajia achanue, lakini utaona vitu vimechanua. Wale watu ambao uliona hawajui kuimba, sasa hii wataimba. Wale ambao walikuwa hawajui kuhubiri, sasa hii watahubiri. Wale ambao uliona hawawezi, sasa hii wataweza. Kwa nini? Majira ya kutembelewa na Mungu amekuja. Bwana Yesu asifiwe. Na haya majira, hakuna shetani anaweza kasimama kwenye hayo majira. Lazima ufahamu, kuna muda wa Farao kuwa na nguvu juu ya Israeli na kuwatesa awezavyo, na kuna muda ambao Mungu akisema muda wa kuishi utumwani umeisha, unakumeisha. Na muda ukiisha, hakuna nguvu itakayowashinda. Kwa nini? Majira ya kuteswa yameisha. Kwa ndani ya hayo majira kuna package, kuna nguvu ya kutupa kushinda. Uwe tayari kuingia kwenye majira mapya na ufahamu mpya. Hakuna kitu gharama kama kuondoa fikra za zamani unapoingia kwenye majira mapya. Majira mapya yanahitaji kuachilia ili upate vitu Mungu anataka vije kwako. Otherwise hujaachilia, uwe na uhakika haviwezi kuja vitu vipya. Lazima uwe na moyo wa kuachilia ili Mungu apate kuleta vitu vipya kwenye moyo wako. Hakuna jambo gumu kama kufahamu kwa vita za kiroho zimefanya nini? Imeisha. Unaweza kama umefanya biashara na Mungu amepigana maadui yako, biashara imeisha. Ila kilichofungwa, umeshindwa kustawi kwenye biashara, ni fikra. Ila Mungu alishafungua milango. Omba nguvu za kukusaidia kutembea kwenye msimu mpya. Nguvu kwenye fikra zako, nguvu kwenye macho, nguvu kwenye masikio, zitakazo kusaidia kutembea kwenye msimu mpya, kwenye majira mapya. Hakuna wakufanana nawe, wewe ni Mungu wa miungu yote. Hakuna wakufanana nawe, wewe ni Mungu wa miungu yote. Hakuna wakufanana